Kuna taarifa mbaya kwa wafuasi wa Chadema leo. Tundu Lissu aandamwa na tuhuma au shutuma nyingine nzito zinazomweka hatarini sasa. Mtazamaji, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Mvutano mpya wa kisiasa umeibuka nchini Tanzania kufuatia tuhuma mpya ambazo zimemweka Tundu Lissu chini ya uangalizi mkali. Madai hayo yamezua mjadala miongoni mwa wafuasi wa chama cha upinzani cha Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa wafuasi wengi wa chama, matukio hayo yamekuja kama habari za kutatanisha, kwani yanazua maswali kuhusu maamuzi ya ndani na mikakati ya kisiasa ilivyochukuliwa katika vipindi vya uchaguzi uliopita. Wachunguzi wa masuala ya kisiasa wanasema madai hayo kwa mara nyingine tena yamesukuma historia ya ndani ya chama hicho na maamuzi ya uongozi katika mwanga wa kitaifa. Mtazamaji, shutuma hizo dhidi ya Tundu Lissu ziliibuliwa na mwanasiasa wa Tanzania wa Zanzibari, Said Issa Mohamed, ambaye alihoji hadharani muundo wa ndani wa chama na usimamizi wa rasilimali. Tufahamu ya kwamba wanachadema kutoka Zanzibari na wale wa Tanganyika wamekuwa wakivutana mara kwa mara mahakamani kwa kesi za mgawanyo wa mali na mambo mengine ambayo hawajaelewana. Kwa mujibu wa madai yake leo, Chadema imeshindwa kudumisha mgawanyo wa haki ya mali na rasilimali kati ya Tanzania bara na visiwa vya Zanzibari. Hii ni kulingana na Issa Mohamed. Hata hivyo, alisema kuwa kukosekana kwa usawa huku kunaonyesha changamoto kubwa za kiutawala ndani ya chama hicho. Hata hivyo, alipendekeza kuwa baadhi ya wanachama na mikoa inaweza kuhisi kutengwa katika maamuzi makubwa ya kisiasa. Nafahamu unajiuliza ni tuhuma gani hizi mpya ambazo zimemweka Tundu Lissu hatarini ambazo zimeweza kuibuliwa kutoka Zanzibari. Said Issa Mohamed pia amerejelea matukio ambayo yanadaiwa kutokea wakati wa hali ya hewa ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2020 wa Tanzania. Kwa mujibu wa maelezo yake, wakati wa mkutano wa kisiasa katika eneo linalojulikana kwa jina la Kibanda Maiti mjini Zanzibari, Tundu Lissu binafsi alitangaza hadharani akishika mikrofoni hadharani kuwa Said ameondolewa kwenye kinyang'anyiro cha urais katika chama hicho, ambapo Said Mohamed sasa anasema ya kwamba hilo ni uongo. Mohamed anadai tangazo hili lililotolewa bila kufuata taratibu za kikatiba zinazoongoza michakato ya maamuzi ya ndani ya chama. Matamshi yake yamefufua mijadala kuhusu matukio yaliyozunguka kipindi hicho na jinsi maamuzi muhimu ya kisiasa yalivyowasilishwa. Kwa ufupi, Mohamed anadai ya kwamba Tundu Lissu kinyume cha sheria aliweza kutangaza hadharani ya kwamba Mohamed hajachaguliwa ama hawezi kuwania urais katika chama hicho cha Chadema, ambapo anadai Tundu Lissu alizungumza haya kinyume cha sheria na sheria za chama hicho cha Chadema. Mwanasiasa huyo anasisitiza kuwa uamuzi huo ulipaswa kushughulikiwa kupitia vikao rasmi vya chama na miundo rasmi ya uongozi. Kanuni za ndani za Chadema, anasema, zinataka maamuzi muhimu yanayohusu uteuzi au kuondolewa kwa wagombea lazima yapitiwe na vyombo vilivyoteuliwa kabla ya kutangazwa hadharani. Kwa kukwepa michakato hii, anasema, uongozi ulihatarisha kudhoofisha kanuni za kidemokrasia za chama. Kwa mujibu wa tafsiri yake, tukio hilo lilionyesha udhaifu katika mfumo wa utawala wa ndani wa chama. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaona kuwa hali iliyoelezwa na Said Issa Mohamed ilijitokeza wakati mkali, hasa katika siasa za Tanzania. Kipindi cha uchaguzi wa mwaka 2020 kilikuwa na ushindani mkubwa miongoni mwa vyama vya siasa na kuongeza maslahi ya umma katika mikakati ya upinzani. Wakati huo huo, makundi ya upinzani yalikuwa yakitafuta namna ya kujiimarisha dhidi ya chama tawala cha muda mrefu, Chama cha Mapinduzi maarufu kwa jina la CCM. Juhudi hizi mara nyingi zilihusisha mazungumzo, ushirikiano na uidhinishaji wa kimkakati. Kumbukumbu za kihistoria za kipindi hicho zinaonyesha kuwa katika mkutano huo wa Kibanda Maiti, Tundu Lissu alionyesha kumuunga mkono kwa dhati Seif Sharif Hamad aliyekuwa akigombea urais wa Zanzibari chini ya bendera ya ACT Wazalendo. Tundu Lissu alisema kuwa Seif Sharif Hamad alikuwa na nafasi kubwa ya kumshinda mgombea wa chama tawala katika uchaguzi wa Zanzibari. Kwa kumwidhinisha, Lissu alipendekeza kuwa vyama vya upinzani vinaweza kuungana nyuma ya mgombea mmoja ili kuboresha nafasi zao za mafanikio katika uchaguzi. Uidhinishaji huo ulitafsiriwa sana kama sehemu ya mkakati mpana wa upinzani unaolenga kuunganisha kura. Viongozi wa upinzani wakati huo waliamini kuwa ushirikiano kati ya vyama mbalimbali
ungeweza kuimarisha changamoto yao dhidi ya utawala wa muda mrefu wa CCM. Miungano kama hiyo ya kisiasa imejaribiwa katika chaguzi mbalimbali barani Afrika, mara nyingi zikiwa na matokeo mchanganyiko. Nchini Tanzania, hata hivyo, wazo hilo lilizua uungwaji mkono na ukosoaji kutoka kwa watendaji mbalimbali wa kisiasa. Katika hotuba yake kwenye mkutano huo, Tundu Lissu alifafanua kuwa kumuunga mkono mgombea wa chama kingine hakumaanishi kuwatelekeza wanachama au mifumo ya uongozi wa Chadema Zanzibari. Badala yake alipendekeza kuwa hatua hiyo kama mkakati wa kisiasa ulioundwa ili kuongeza nafasi za ushindi wa upinzani. Kwa mujibu wa maelezo yake, uamuzi huo ulikuwa na nia kunufaisha vuguvugu pana la upinzani badala ya kudhoofisha mtu fulani ndani ya chama. Walakini taarifa hiyo ilizua mjadala mkali wakati huo na inaendelea kuvuma miaka kadhaa baadaye sasa. Baadhi ya waangalizi wa kisiasa walisifu mkakati huo kama jaribio la kijasiri la kujenga umoja miongoni mwa makundi ya upinzani. Wengine walisema kuwa maamuzi hayo yalipaswa kujadiliwa kwa kina zaidi ndani ya taasisi za chama kabla ya kutangazwa hadharani. Tafsiri tofauti za wakati huo zinaangazia utata unaohusika katika kusimamia siasa za muungano. Kwa hivyo madai hayo mapya kutoka kwa Said Issa Mohamed yamefungua tena mijadala ya zamani kuhusu matokeo kuelekea uchaguzi wa mwaka 2020. Maoni yake yamewahimiza wachambuzi wa masuala ya kisiasa kuangalia upya maswali kuhusu maamuzi ya ndani ya Chadema. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kwamba utata huo unaweza kuakisi mivutano mipana ambayo mara kwa mara huibuka ndani ya mashirika ya kisiasa wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu. Kutoelewana kwa ndani kuhusu mkakati si jambo la kawaida, hasa pale vyama vinapojaribu kuratibu ushirikiano na makundi mengine ya kisiasa. Ndani ya jumuiya ya upinzani, mitikio ya madai hayo imekuwa tofauti. Baadhi ya wafuasi wa Tundu Lissu wanatupilia mbali madai hayo, wakisema ni kutaka kuleta mgawanyiko usio wa lazima ndani ya upinzani Chadema. Wengine wanaamini masuala yaliyoibuliwa yanastahili kuchunguzwa kwa makini ili kuimarisha demokrasia ya ndani na uwazi ndani ya chama. Mijadala kama hiyo mara nyingi hutazamwa kama sehemu ya mageuzi ya asili ya mashirika ya kisiasa. Wakati huo huo, mabishano hayo kwa mara nyingine tena yamevuta hisia kwenye mienendo ya kisiasa ya Zanzibari, ambapo uchaguzi kihistoria umekuwa na ushindani mkubwa na wakati mwingine utata. Visiwa hivyo kwa muda mrefu vimekuwa uwanja muhimu wa vita katika siasa za Tanzania, huku vyama vya upinzani mara kwa mara vikitafuta mikakati ambayo inaweza kupinga utawala wa chama tawala. Uchaguzi wa mwaka 2020 ulikuwa muhimu sana kwa sababu ulihusisha kampeni kali na ushiriki wa kisiasa katika eneo lote. Wadadisi wa mambo ya kisiasa wanasema mjadala mpya unamhusu Tundu Lissu unaweza kuathiri namna wananchi wanavyouona uongozi wa upinzani ukiendelea. Akiwa mmoja wa viongozi mashuhuri wa upinzani nchini Tanzania, Tundu Lissu amekuwa akivutia watu wengi kuungwa mkono na kukosolewa vikali. Jukumu lake katika kuunda mikakati ya upinzani wakati wa uchaguzi wa mwaka 2020 inaendelea kuchanganuliwa kati ya wataalamu wa kisiasa na wachambuzi. Kwa sasa mjadala uliochochewa na madai ya Said Issa Mohamed wa Zanzibari bado unaendelea ndani ya duru za kisiasa na mijadala ya umma. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimejaliwa ama kufanikiwa kukuandalia sasa hivi katika taarifa ama video hii, na kuachia uwanja huo wa comment section unijuze maoni yako. Vile niambie unanitazama au kunisikiliza ukiwa maeneo gani. Kama upo nje ya nchi niambie, na kama upo hapa Tanzania niambie uko maeneo gani. Vile mtazamaji, kumbuka ku like na kusubscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.